of the process, kutoka shambani kwenda sokoni. Katika juhudi za kuboresha kilimo na kuhakikisha usalama wa chakula nchini, waandishi wa habari kutoka vyombo mbalimbali mkoani Arusha wamepata fursa ya kushiriki semina ya siku 2 iliyofanyika jijini Arusha. Semina hii imelenga kutoa elimu kuhusu umuhimu wa kutumia kilimo cha kiekolojia na mfumo endelevu ya chakula, huku ikilenga pia kuhamasisha jamii kuzingatia mbinu ambazo ni rafiki kwa mazingira. Mafunzo haya yamefanyika kwa siku 2 tangu jana tarehe 17 na tumeyahitimisha leo tarehe 18. Tulifanya mafunzo haya mahususi kwa waandishi wa habari ili kuweza kuwajengea uwezo katika uelewa wa mambo ya masuala ya mifumo endelevu ya chakula na kilimo cha kiekolojia. Lengo ni kuwafanya wawe competent, lakini pia wawe na uelewa mpana juu ya masuala ya mifumo endelevu ya chakula na kilimo ekolojia. Kama taasisi tunaamini kwamba vyombo vya habari ndio wadau wakubwa wa kuhakikisha kwamba jambo lolote linapohitajika kwenda kwenye jamii kwa uelewa sawia, basi wao ni watu sahihi zaidi. Ndio maana tuliona kwamba tuweze kuwa pamoja nao, tuweze kuzungumza nao, lakini pia tuwape uelewa. Kwa hiyo siku ya kwanza ya tarehe 17 jana tuliwapa elimu mahususi juu ya masuala ya mifumo endelevu ya chakula, yani sustainable food system. Mimi naitwa Mgongo Kaitira, ni mwandishi wa habari lakini pia ni consultant. Kwa nini tunahitajika tuwe na waandishi wengi wenye uwezo wa kuweza kuripoti masuala ya kilimo ekolojia? Kwa sababu jamii iliyopo sasa hivi uzalishaji umeshuka kwa kiwango kikubwa, lakini pia pamoja na kuwa umeshuka, jamii iliyopo sasa hivi ina mkwamo kwa maana haina elimu sahihi ya namna ya kufanya kilimo ambacho kwanza ni rafiki wa ekolojia, lakini pia kinakuwa na tija. Na kama ukizingatia sasa hivi dunia inakumbwa na changamoto ya uhaba wa chakula. Kwa hiyo swala zima la usalama wa chakula ni kubwa. Tukiona na waandishi wa habari ambao wana elimu ya kutosha kuhusiana na namna ya kuweza kuimarisha usalama wa chakula, tunaamini hata jamii yenyewe wataweza kuequip na knowledge ama ujuzi au maarifa ambayo yataweza kuiwezesha jamii kutengeneza mazingira na kuzalisha na kuwa na usalama. Kwa upande wake, afisa kilimo mkoa wa Arusha Rose Moses ameeleza umuhimu wa kutumia kilimo cha ekolojia kwa wakulima ili kuepukana na magonjwa mbalimbali zinazotokana na kemikali zinazopatikana kwenye chakula kutokana na mfumo uliotumika katika kuandaa chakula hicho, ikiwemo kutumia kemikali kutoka viwandani. Mafunzo haya ya waandishi wa habari kuhusu kilimo ekolojia ni mafunzo mazuri sana na ya manufaa kwa waandishi wenyewe na wananchi wa mkoa wa Arusha kwa ujumla, kwa sababu waandishi watajua kabisa kwamba ni nini kinachotakiwa mwananchi ale na anakula kwa kiwango gani na anatakiwa kiwe na usalama kwa kiasi gani. Na kwa jinsi ambavyo wawezeshaji walikuwa mahiri, wameweza kuelezea mifumo ya chakula ilivyo, kilimo ekolojia kinavyozalishwa kuanzia kwenye ardhi mpaka kwenye ulaji, na zaidi sana wameeleza madhara ya sumu mbalimbali ambazo zinatumika kwenye kilimo na zinavyoathiri wananchi. Na mimi binafsi nimefurahia sana somo la leo la mwandishi yule ambaye ameonyesha kabisa madhara kiuhalisia, watu wanavyopata magonjwa ya figo, wanapopata kansa, na jinsi gani gharama kubwa inavyotumika kutibu. Lakini tukianza kuwa waangalifu kabla ya kupata madhara, itapendeza zaidi. Na somo hili limewaingia wataalamu hawa wa uandishi, na nafikiri wataipeleka hii elimu mbali kwa wananchi na kuweza kuwaelimisha na kuwadodosa kwamba kilimo chao wanachokifanya ni kilimo cha namna gani, na waanze kujifunza sasa kulima kilimo ekolojia kwa ajili ya afya zao na familia zao na maeneo wanayoishi, na baadaye itakuwa kwa nchi yetu kwa ujumla. Nao baadhi ya waandishi wa habari walioshiriki kwenye semina hiyo wamepongeza waandaji wa semina hiyo na kuahidi kutumia elimu hiyo kuleta mabadiliko chanya kwenye jamii. Jina naitwa Theodora Mrema, ni miongoni mwa wanufaika wa mafunzo ambayo yametolewa na Mviwa Arusha, mafunzo kwa ajili ya sisi wanahabari kwenda kujiendeleza
kufanya shughuli mbalimbali zinazohusiana na kilimo ekolojia. Kwa kweli mafunzo haya siku 2 yamekuwa ni mazuri na ni fursa kwetu sisi kama wanahabari. Kwa kile ambacho tumekipata tutakwenda kukifanyia kazi sawa, ikiwemo kutoa elimu mbalimbali kuhusiana na masuala ya kilimo ekolojia kupitia vyombo vyetu vya habari. Mimi ni Abel Said Lowassa na hii ni Asalo TV Online.